Na hivi ndivyo inavyotakiwa tunapokuwa kwenye maombi ya kuiombea familia. Unapokuwa kwenye maombi ya kuombea familia yako, basi omba namna hii na ufanye mambo haya. Jambo muhimu kulielewa, kila familia ina kuhani, yani ina mpatanishi wa familia, kati ya familia na Mungu. Yani hiyo familia yenu, ukoo wenu, kuna mtu ambaye Mungu amemweka kuwa kuhani, kuwa mpatanishi, kuwafanya watu wengine waweze kufunguliwa, watu wengine waweze kupata neema. Yani huyu anakuwa ni kuhani wa familia. Ndio, pengine ni wewe Mungu amekuteua kuwa kuhani wa familia. Na litambue jambo hili, kila familia zina mambo yake. Kuna familia zina magomvi, zina maneno, zina mapishano. Kuna familia zinaamini katika uchawi, zina uganga kupita kawaida. Lakini unakuta kuna mmoja ambaye anaamini katika Yesu Kristo na vita yake inakuwa ni kubwa. Anashambuliwa kila hatua maendeleo anayoifanya, anaambiwa anajisikia. Anaambiwa ameona kama yeye ndo amevuka, yeye kama ameinuliwa. Kwa unajikuta vita yako inakuwa ni kubwa, lakini unasikia msukumo ndani ya moyo wako unaposikia kwamba kuna mtu amepotea kwenye ulevi, kuna mtu amepotea kwenye mambo ya kidunia, kwenye mambo ya kishirikina. Unasikia ndani yako unaumia. Na kama unapitia maumivu haya, unaposikia mafarakano na mambo mengine mabaya, ujue Mungu amekuweka wewe kuwa kuhani wa familia. Yani sio wewe umetaka, lakini Mungu amekuchagua. Kitabu cha Mwanzo sura 7 mstari wa 1, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Kumbe kuna mtu anaweza kaonekana mbele za Mungu ili aweze kuokoa kizazi. Kuna mtu anaweza kaonekana mbele za Mungu ili aweze kuokoa watu wengine. Kuna mtu anaweza kaonekana mbele za Mungu ili aweze kuokoa familia yote. Ndio, Mungu amekusudia uweze kuombea familia yako na uweze kuikomboa familia yako. Vita inakuwa ni kubwa kwa sababu mpatanishi wa familia na Mungu anawindwa sana, na adui anajua mtu huyo ni lango muhimu. Kwa hiyo anajitahidi kumpiga vita kwa namna zote zile ili aweze kumfifisha asiweze kuomba. Kwa kuna wakati unajikuta unasikia ndani yako maombi, lakini kuna wakati unasikia kiu ya maombi imeondoka. Unasikia yani umerudi nyuma kabisa. Lakini unaamini katika Mungu, vita hiyo imekuwa ni kubwa. Basi haya ni mambo ya msingi ambayo unatakiwa uende kuyafanya na tuende kuyaomba siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulifanya na kwenye maombi yetu ya kuombea familia ni kitu muhimu sana. Katika kila familia, katika ulimwengu wa roho, kuna mkuu wao wa giza. Kama alivyokuwepo mkuu wa madhabahu ya Mungu, kuna mkuu wa giza ambaye huyo anauisha au anafanya maagano au yafanye kazi. Inawezekana ni kwenye ukoo wenu au inawezekana kwenye familia yenu. Kuna mtu ambaye shetani anamtumia kama lango. Yani yeye anatumiwa na shetani kirahisi kuleta uharibifu. Yeye anatumia na shetani kirahisi. Pengine ni mtoto wa mwisho, wa kwanza, wa ngapi, yani amekuwa ni lango. Unakuta kwenye familia kuna mmoja yani amepotea. Yeye ulevi ni yeye, mambo ya tabia mabaya ni yeye, mambo ya giza ni yeye, mambo ya waganga ni yeye, mambo ya kidunia ni yeye. Unakuta pengine ni mume, pengine ni mke. Kuna mmoja ambaye anatumika kama lango, au pengine kwenye familia yote kiujumla kwa maana ya ukoo au familia ambayo inahusisha watu fulani na fulani, kuna mtu ambaye yeye ni rahisi kutumika. Huyo anza kudili naye. Kwenye maombi yako anza kudili naye. Kataa kila kazi ya shetani kutumia yeye kuingiza unajisi kwenye familia. Kataa, haribu, bomoa, vunja. Yule mtoto wako au yule mtu ambaye kwenye familia anaonekana ni lango la giza, yani wewe ambaye umekuwa lango la Mungu, dili naye katika ulimwengu wa roho. Usiongee naye katika ulimwengu wa mwili. Achilia ukombozi, mkomboe katika ulimwengu wa roho, kwa sababu huyo ni lango la giza. Huyo ni lango la uharibifu. Kwenye baadhi ya koo kuna wachawi kabisa. Tena wachawi wanawapinga wanafamilia wengine wasipate mafanikio, wanaukoo wengine wasipate kuinuka. Akiinuka mmoja, vita inakuwa kubwa. Watamtengenezea maneno, watamtengenezea chochote ili mradi asifanikiwe. Basi maombi haya ninamwomba Mungu yakaende kuleta badiliko kwenye familia yenu, kwenye jamaa yenu, kwenye ukoo wenu. Kupitia maombi haya ukaone majibu yakitokea. Kuna watu walikuwa hawataki kumjua Mungu kabisa, hawana hofu ya Mungu kabisa. Maombi haya kawarejeze. Kuna watu kwenye familia wamefungwa na roho ya ulevi, roho ya zinaa. Wengine imekaa kwenye familia roho ya madeni ipo kwenye familia. Roho ya kutokupata ndoa, kutokudumu kwenye ndoa ipo kwenye familia. Roho ya magomvi ya mara kwa mara, roho ya visasi kwenye familia ipo inawasumbua. Na kama Mungu amewapa neema, familia yenu iko salama, basi iombee ulinzi, ombea kibali, ombea familia yenu iendelee kupitisha mambo mazuri. Weka ulinzi kama kuhani wa familia. Mungu amekuchagua. Twende mbele za Mungu, anza kuomba rehema kwa ajili ya familia yako. Mungu, tunaomba rehema. Naamini kwamba maombi haya yataenda kuleta badiliko kubwa katika familia hii. Nami kama mtumishi wako nimeinua mkono wangu, nina connect familia hii.
ninawaunganisha wanafamilia hawa kwa kuomba rehema. Nakumbuka kwenye maandiko matakatifu Ayubu kuna wakati alitoa sadaka akasema, pengine watu wangu wametenda dhambi bila mimi kujua. Mungu, nasi tunaleta damu yako ikanene mema juu ya familia hii. Kila uharibifu, kila mkuu wa giza ambaye anaendesha familia, anayeongoza familia, wale machifu wa kifamilia, wale wakubwa wa miungu waliolisi mikoba, ile mizimu ya familia, Baba naikemea, nakataa kwa jina la Yesu. Wengine mnafuatiwa na roho za kurithishwa mikoba, roho za kurithishwa miungu, wengine roho za kurithishwa uganga, roho za kurithishwa mapepo, uchawi. Ukiota ndoto, unaota ndoto wazee wanakuita, nakataa hilo pepo kwa jina la Yesu. Na watenganisha maroho ya watu kuishia mahali fulani kwenye masomo, hakuna anayenuka kwenye kusoma. Nakataa watu kukosa kazi, toka kwenye familia hii. Navunja miungu yote, navunja maagano yote, kila ukuu wa giza, kila makuhani wa kipepo wanaoinuliwa kila siku ili wapate nguvu, navunja viti vyao, navunja utawala wao, navunja kazi zao. Ewe adui, ewe lango la kuzimu, unayemtumia mtu fulani kwenye familia, muachie kwa jina la Yesu. Unawatumia watu fulani kwenye familia, na amuru uachie. Natoa hilo pepo, natoa hiyo roho ya uharibifu katika jina la Yesu. Lile pepo lilomvaa la kutumika na kutumikishwa, la kutumika kama mtu wa kuleta uharibifu, kuleta magomvi, kuleta maumivu, toka kwa jina la Yesu. Na kufungua, na mfungua huyo mtu huko kwa aliko, haijalishi uko wapi, haijalishi amefungwa na nini, haijalishi amefungwa na agano gani. Na alivunja hilo agano, navunja hiyo makubaliano, navunja hiyo mikataba, na mkomboa, nafungua ufahamu wake, nafungua akili yake, nafungua kwa jina la Yesu. Ewe magomvi ya familia, ewe roho ya giza, ewe maagano ya kipepo, roho ya uharibifu, ondoka kuanzia sasa. Toka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Achia familia hii, tunakomboa familia, tunakomboa familia, tunakomboa uzao, tunakomboa uzao. Roho za maagano ya magonjwa, maagano ya mauti, nakataa watu kufa kwenye familia, nakataa. Ewe pepo la mauti, ewe roho ya giza unayekula watu, achia, achia familia hii, achia familia hii. Magonjwa fulani kuwatesa, nakemea kwa jina la Yesu. Anza kuomba sasa, endelea kuomba, ombea ndugu zako, yeyote unayemkumbuka kwenye fahamu zako, muombee sasa, mkomboe, mkomboe kwa jina la Yesu. Kuna utumwa wako nao, kuna vitu amefungiwa, muombee sasa. Utasikia Mungu anakuongoza, uombee mtu fulani, uombee familia fulani, uombee jambo fulani. Ombea, 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 komboa, komboa, komboa. Kama uko kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, Mungu akufungue. Una wazazi wako, Mungu awafungue. Una wandugu zako, Mungu awafungue. Una watoto wako, kamata tumbo kama ni mama, kama ni baba, kamata kiuno chako. Mwambie Bwana, nafungua uzao wangu, nafungua fahamu zangu, nafungua fahamu za watoto wangu. Kuna vitu nilipitia, sitaki wao wapitie. Navunja huo muunganiko, navunja huo muunganiko katika jina la Yesu. Maagano yote yashindwe, mikataba yote ishindwe katika jina la Yesu. Kila kazi ya giza ambayo imesimama, naivunja na kuipiga, naitengua kwa jina la Yesu. Ondoka kuanzia sasa. Navunja, naharibu, natuma moto, nasambaratisha kila hila, kila mipango ya shetani. Ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu. Maroho ya magomvi, maroho ya umasikini, toka kwa jina la Yesu. Ondoka roho ya giza unayekulaga fedha, unayekula uchumi, toka, toka kwenye familia hii. Natamka familia yako ifunguliwe. Wale ambao mko kwenye familia hazipati ndoa, hazipati taarifa njema, hazipati sherehe za kumtukuza Mungu, kila kukusanyika kwenu mnakusanyika kwa magonjwa, mnakusanyika kwa mauti, mnakusanyika kwa misiba. Nakataa kukusanyika kwa mapepo, nakataa mikusanyiko ya giza. Naombea familia yenu ifunguliwe, mkakusanyike kwa utukufu wa Mungu, kwa sherehe zenye utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Neema ibada ifunguliwe kwenye familia yenu, neema kumjua Mungu ifunguliwe. Naomba Mungu akusaidie. Natuma malaika wa kuwarejesha, natuma malaika wa kuwafungua wanafamilia wenzio. Mungu akawafungue, Mungu akutie nguvu na wewe. Visasi na malipizi visiwe kwako. Roho ya kupigwa vita, roho ya kushambuliwa, nakataa. Na kuombea ulinzi na familia yako, na kuombea ulinzi na watu wa nyumba yako. Pokea ulinzi kwa jina la Yesu. Adui asiwapate, asiwaguse, asiguse wala kuiba chochote katika jina la Yesu. Nimekukomboa. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Mkono wa Mungu kulinde. Vitu vya giza vyote vya kutumiwa kama visasi, na pinga, toka, toka kwa jina la Yesu. Visasi vinavyotumwa kutoka huko kijijini, mapepo yanayotumwa kijijini, majoka ya familia yashindwe kutoka huko ulikozaliwa. Nakataa, toka miungu ya giza, toka miungu ya kifamilia. Ondoka maagano ya giza, mapepo na uchawi yashindwe kwa jina la Yesu. Mungu akutie nguvu, akupe mamlaka zaidi. Kila utakaolitamka likatokee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akuongezee imani, nguvu, na akusaidie uweze kushinda katika kila pito. Mungu akubariki sana. Wewe ni mbarikiwa. Mungu amekufanya kuwa kuhani, nami natamka ushindi kwako. Usiogope. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Endelea kupata maombi haya na endelea kuiombea familia yako kwa kadiri ya msukumo ambao Mungu anakupa. Kuna mambo utaenda kuyaona, kuna madhihiriko utaenda kuyaona, kuna vitu vilikuwa sirini Mungu ataenda kuviweka wazi na utamtukuza Mungu. Vile vizuizi, vikwazo, uharibifu uliokuwa unawafuatilia, basi utakuwa umeshindwa. Zile tabia za asili ambazo zimekamata wanafamilia,
Kwa maombi haya utaenda kuona Mungu akifanya muujiza katika jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Pastor Godwin Ndelwa. Niko Dar es Salaam, base ya mahaba mawili. Naamini Mungu amekubariki, amekuhudumia na amekutendea mema. Unatamani uwe mmoja kati ya wanaopata vipindi vya kiroho lakini hauko kwenye mfumo wa kupokea maombi ya kila siku. Na kama uko kwenye mfumo na kutumia maombi kila siku, hongera sana, ubarikiwe. Unatamani uwe mmoja kati ya wanaotumia maombi, karibu kwa namba ya WhatsApp. Hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Tafadhali usipige kawaida, ni namba hiyo ya WhatsApp ambayo inaonekana kwa screen yako. Lakini pia unatamani kuachilia sadaka yako ya kusindikiza maombi haya, sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu akubariki, akutendee mema, akujibu